Bei. Sio tangawizi, sio kitunguu, sio mchele, sio nazi, yani kila kitu ni bei. Hata tunda la kutengenezea juice parachichi kama mwanzo ulikuwa unanunua 700, sasa hivi unalinunua 1500. Hizi ni ripoti za Chivihi Media na leo zinaruka kutokea soko kuu, soko la Mkunguni hapa manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, ambapo Chivihi Media tumefika hapa na kujionea hali ya biashara ikiwa ni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Waislamu wakiwa wanaendelea na funga za mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia Wakristo wakiendelea na funga za Kwaresima. Tumezungumza na wateja ambao wanakuja hapa sokoni kwa lengo la kuchukua bidhaa mbalimbali ikiwemo bidhaa zile za iftari, ambao wameeleza bidhaa hizo zimekuwa za bei ya juu ukilinganisha na siku za nyuma kabla ya uwepo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jina naitwa Nasla Dadi, mkazi wa Mbae Kawe. Niko soko kubwa leo, nimekuja kuemea iftari, lakini jamani tunachoka. Vitu yani kila kitu unachogusa kuhusu iftari, sio nafaka, sio yani kila iftari vitu viko juu, bei ni kubwa mpaka walaji tunachoka, ni tunachanganikiwa, lakini ndo hamna namna. Tutanua, tunataka tufuturu tena tutafanyaje, lakini vitu kiukweli bei ziko tofauti na pale nyuma. Kama mwanzo ulikuwa ukinunua kiazi cha 2000 kidogo at least kinasaidia, lakini leo kiazi cha 2000 ni viazi wameweka viazi vitatu, kama hayo magimbi 2000 3000 ndo unapata kidogo, lakini bei ni kubwa. Kama una familia kubwa lazima uchukue 6000 2000 hayatoshi. Bei. Ukiwauliza nao pia wanasema ni hata changamoto ni kama hivyo, ni usafirishaji, na hata wao pia wananunua kama ni gunia walikuwa wananunua shilingi ngapi, sasa hivi na wao wanapandishia, ndio maana hata wao pia wanapandisha. Kwa sio tangawizi, sio kitunguu, sio mchele, sio nazi, yani kila kitu ni bei. Hata tunda la kutengenezea juice parachichi kama mwanzo ulikuwa unanunua 700, sasa hivi unalinunua 1500. Najulikana kwa Bwana Mohamed Salum aka Babu Bishi. Hali ya upatikanaji wa bidhaa za iftari kwa kweli bei ziko juu kwa kweli. Bei ziko juu. Kwa hiyo tunashindwa jinsi ya kuelewa, sijui labda huko inakotoka usafiri haieleweki, au muda labda wa mazao, mvua zijanyesha vizuri haieleweki, lakini bei kwa kweli ziko juu. Kabla ya ujio wa mwezi wa mtukufu, kwa sababu almost ni kwamba bidhaa zenyewe uko mashambani, yani wakati bado, yani mvua mazao yamechelewa. Kwa ni hali za kawaida. Tunategemea labda baadaye ambapo hivi vyakula vitavyokuwa tayari bei lazima itashuka, lakini sasa hivi viko juu kwa sababu bado wakati wake, miogo bado, vitundi bado. Unaona, kwa vile vinavyopatikana lazima vipatikane kwa bei ya juu kidogo. Sisi tumefika hapa na kuzungumza na wafanya biashara wakieleza hali ya biashara namna ilivyo, wakieleza kidogo ina unafuu, lakini wamekuwa na changamoto ya kule wanakununua bidhaa kuwa na bei kubwa. Naitwa Jafalani Hamisi Salumu. Huu jina la sokoni Mama Ajila au Mchina. Unajua iftari mwaka huu ni bei mbaya sana. Yaani kutoka Ramadhani zote zilizopita. Lakini wenyewe wakulima wanasema, sababu wanasema muda wa mavuno bado. Hata wenyewe wakulima bado wana force tu kuvuna vyakula kuvileta huko. Sasa lazima wauze bei wanaotaka wao. Sasa kama sisi tunaenda kuchukua na bei mbaya sana. Tunaona kama tumepandisha biashara, tumepandisha bei kwa ajili ya Ramadhani. Kumbe hata bila Ramadhani. Sababu kama viazi tumeanza kununua mwezi wa 8 wa 9 ule viazi 200,000 na 40,000. Tindima moja tu. Na hivyo kuja Ramadhani tuuze hivyo 200,000 na 40,000. Viazi vitamu. Leti ndio tutoke na 35,000 lile. Sasa hizo anatuuza 100,000 na 20,000. Hata kabla ya Ramadhani, sababu viazi tumeanza kuuza tangu mwezi wa 9 wa 10. Hata kama ilipofika Ramadhani bei yake ni ile ile. Lakini mfanya biashara au mlaji anaona wewe unapandisha bei sababu ya Ramadhani. Kumbe ndio bei zake tu walivyopanga wenyewe wakulima. Maboga ndio hivyo tunavyouzaga. Tunavyoona kwa 3,000, 4,000, tunauza kwa 3,500, 5,000 tunauza. Lakini ndio bei za kawaida. Tunavyoona mimi mfanya biashara ninavyoona ndio bei zao za tangu zamani. Upande wa nazi bado hazijawa ghali sana. Bei yetu ile ile 600, 700, 800. Hata kwa mkulima unanunua 450, 550, 600. Unaweza kuuza 800, 700, 600. JP ni mfanyabiashara katika soko la Mkunguni. Kwa hali ya sasa hivi kibiashara hali sio nzuri kivile, na hala sio mbaya kiasi kile, lakini vitu sasa hivi gharama iko juu kulingana na nyakati hizi. Kilichopo ambacho kipo
kwa nyakati hizi ni kwamba vitu vimepanda, vitu ni adimu, maisha yamekuwa ni changamoto kidogo kwa watu, hali si rafiki kwa watu, fedha imekuwa ni ngumu kwa watu, lakini tuko kwenye mfungo. Ili kutimiza imani inabidi tukubaliane na uhalisia wa hali ya kwamba hata kama hali ni ngumu itabidi tukubali kuweza kuendelea na mfungo ilivyo, lakini kwa ujumla mazingira sio rafiki kwa watu, hali ni nzito kwa wastani. Yaani maswali yanakuwa ni mengi kwa wastani. Ni kwamba wenyewe wanafikia kwamba sisi ndio tunapandisha bei, lakini kitu ambacho sio sisi, kwa sababu kulingana na manunuzi vitu viko juu. Wewe unapokuja kupanga bei kwa watu, kwa uhalisia ni mazingira ya lazima mteja hakuamini. Kwa hiyo anaona kama sisi ndio tunafanya ulaghai kwamba tumepandisha bei. Unaona? Lakini si uhalisia. Sisi wafanya biashara tunafanya biashara na bei zetu zile, lakini vitu viko juu. Kwa hiyo wateja lazima kulalamika kuko. Kwa majina anaitwa Martin, ni mfanya biashara wa soko kuu la Mkunguni, nauza viungo. Upande wa biashara kwa sasa hivi una changamoto. Huu ni muda wa Ramadhani. Kwa hiyo watu wengi kama unavyojua hapo kwenye mfungo. Kwa hiyo muda kama huu tunakuwa tunatulia tu. Watu na biashara inakuwa inaenda mdogo mdogo. Lakini itapofika jioni basi tutauza kidogo, lakini sio kivile, kwa sababu na biashara yenyewe sasa hivi haitembei kivile. Ile bei sasa hivi tunauza kilo ni shilingi 2000, kutokana kwamba na bado changamoto ya viazi bado havijashuka kwa vile huko shambani una changamoto kidogo. Kwa hiyo na huko sisi tunauza kilo moja shilingi 2000. Kwa hiyo na muda wa Ramadhani na bei hiyo hapo hiyo ndio inakuwa biashara ngumu sana. Yeah. Adija Salumu Nangwale kutoka Mtwara. Sasa hizi naongea niko soko kubwa. Kibiashara Ramadhani mimi nasema afadhali kidogo. Tunajivuta. Tunauza biashara zetu tunamaliza. Ndio ziko juu. Bei ndio ziko juu. Yaani kwanza viazi tunanunua tindima moja 200,000 na 40,000. Haya magimbi 170,000, 165, ndio iko hivyo. Jina naitwa Maneno Bakari. Hali ya biashara sio ngumu sana, ila kikubwa zaidi ni kule ambako tunachukulia miradi, kwa sababu kidogo biashara inakuwa wanatupandishia sana. Kwa hiyo wateja na sisi lazima tufanye kitu kwa masuala ya angalau kidogo pate riziki. Kwa hiyo lazima wateja iwe na wao wanalalamika kidogo, na hata sisi tunatetea maslahi ili kesho tuuze tena. Ndio kitu kikubwa. Kutokana na hilo, Chivihi Media tumefika katika ofisi ya uongozi wa soko kutaka kujua, je, hichi kinachozungumzwa na wateja kwamba wafanyabiashara wanapandisha bei ndio chenyewe? Kwa jina naitwa Abdallah Athman Magomba, ni kiongozi wa bodi ya ushirika wa wafanyabiashara soko kuu, na kwa niaba ya mwenyekiti wa soko ningependa kuelezea hali ya biashara kwa sasa hapa sokoni kwetu. Ukweli ni kwamba bidhaa kwa sasa hivi kweli zimeongezeka bei, na zimeongezeka bei si kwa sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Zimeongezeka bei kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani umeingia katika kipindi ambacho si cha mavuno kutoka cha mavuno. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba mchele sio wakati wake, mahindi sio wakati wake, mpunga sio wakati wake, na nafaka zote sio wakati wake. Na hata ukitazama vile vile mihogo, maboga nayo yaliathirika kufuatana na mashambani, kufuatana na ukosefu wa mvua mapema. Hayo yote yaliweza kusababisha bidhaa hizo kukosekana. Kwa hiyo bidhaa inapokuwa imepotea, maana yake upatikanaji wake sokoni hauwi kama vile wakati ambapo nafaka hizo zinapatikana. Sasa nini kimejitokeza kwa mwaka huu? Mwaka huu niseme labda wafanya biashara wamepata neema moja au mbili kubwa.
kwamba wenzetu wa Kikristo wao wana siku 40 za kufunga, Waislamu wana siku 30 za kufunga. Wote tunafunga katika mwezi huu wa Ramadhani. Maana yake bidhaa zilizopo na mahitaji ya watu zinatofautiana. Maana yake mahitaji ya watu ni makubwa na bidhaa tulizokuwa nazo, kwa sababu si za kutengeneza sisi wenyewe hapa, maana yake tunaagiza kutoka katika mikoa ya wenzetu. Maana yake sasa wote tunategemea kitu kimoja hicho. Kwa hiyo biashara, unaweza kuona kwamba maharage yameingia, yameuzwa shilingi 2200 tulipoanza, lakini sasa hivi yanauzwa shilingi 2400. Kwa nini? Kwa sababu kule alikofuata amekuta bei imepanda, na huku tulipokuja sisi tumeshamaliza yale 2200. Maana yake bei inafanya nini? Inaongezeka. Idadi ya watu ni kubwa kuliko bidhaa tulizokuwa nazo, na hizo zote zimetokana na mifungo kuwa miwili. Kwaresma ipo siku 40, Waislamu wako na wao siku 30. Katika hali hii si wafanya biashara wanaongeza bei, hapana, isipokuwa biashara imejiongeza bei kufuatana na uhaba wa kitu chenyewe tunachokihitaji. Rai yangu ni kuwaomba tu wafanya biashara wasiongeze kupita uwezo, kiasi ambacho tunaweza tukakosa sasa zile fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kutoka hapa katika soko kuu la Manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, langu jina ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Ni kusubscribe YouTube channel yetu ili uwe mjanja na kwanza kupata habari zetu. Pasi na kusahau tunapatikana katika mtandao wa TikTok, Instagram pamoja na Facebook kama Chivihi Media. Asante na kwaheri mpaka wakati mwingine.